Jenerali wa Marekani anasema hatuna vikosi vya kutosha vya kuilinda Israeli na makombora ya Iran. Nimepitia gazeti la Washington Post ambalo limeandika jenerali mmoja mwandamizi wa Marekani barani Ulaya ameionya Pentagon kuwa jeshi la wanamaji halina vikosi vya kutosha vya kuweza kuendelea kuilinda Israeli na makombora ya masafa marefu. Maafisa wa Marekani wenye uelewa wa jambo hilo waliozungumza kwa sharti la kutotajwa majina wamesema kwenye mahojiano na Washington Post kwamba Jenerali Alexos Grenkewich, mkuu wa vikosi vya Marekani barani Ulaya, alituma notisi ya maandishi kwa maafisa wakuu wa Pentagon na kueleza kwamba bila ya kuwa na manuari nyingine mashambulizi kwa ajili ya jeshi la wanamaji, atalazimika kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa Marekani badala ya kuilinda Israeli. Afisa mmoja wa Wizara ya Vita ya Marekani amesema notisi iliyotumwa na Grenkewich inaendana na mawasiliano yaliyofanyika hapo kabla kati ya majenerali waandamizi wa jeshi la Pentagon, tena katika wakati ambapo haikuwa ikihisika kwamba kuna hatari maalum. Katika ripoti yake hiyo, gazeti la Washington Post limeeleza kuwa onyo hilo la jenerali huyo wa Marekani limetolewa katika wakati nyeti na hasasi wa vita dhidi ya Iran, kwa sababu yameshaanza tena mashambulizi takriban ya kila siku tangu mazungumzo ya amani kati ya Washington na Teherani yalipovunjika, na nguvu ya operation za kijeshi imepunguza akiba ya silaha muhimu za kujilinda za Marekani. Chombo hicho cha habari cha Marekani kimeongeza kuwa kwa miaka mingi manowari za mashambulizi za jeshi la wanamaji la Marekani mashariki mwa Mediterania zimekuwa zikitumika kama sehemu ya ulinzi wa Israeli. Na kama ilivyo ripoti gazeti hilo la Washington Post mnamo mwezi Mei, tathmini za Pentagon zilizofanywa mwanzoni mwa vita dhidi ya Iran zilionyesha kuwa vikosi vya Marekani vilikuwa vikibeba mzigo wa kuilinda Israeli na makombora balistiki ya Iran. Vita dhidi ya Iran vimezidi kuwa vita vinavyochukiza ndani ya Marekani, na wabunge wa Congress ya nchi hiyo kutoka vyama vyote viwili vya siasa vya Republican na Democratic wamekatishwa tamaa na serikali yao. Sasa wakati vita hivyo vinaendelea, na zipo taarifa ambazo zilitolewa zinazodai kwamba Marekani na Israeli wameungana. Kwa hiyo kwa sasa inasubiriwa tu ni kauli ya Donald Trump kuruhusu ili Israeli na Marekani wafanye mashambulizi ya kushtukiza ndani ya Iran katika yale maeneo yao nyeti zaidi, jambo ambalo bado halijathibitishwa. Lakini nikwambie, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameonya dhidi ya kitendo chochote kipya cha uvamizi cha Marekani dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu, akisisitiza kwamba Teherani iko tayari kikamilifu kukabiliana na makosa yoyote kama hayo. Abbas Araghchi alitoa matamshi hayo wakati wa mazungumzo yake tofauti ya simu na mwenzake wa Uturuki Hakan Fidan na mkuu wa majeshi ya Pakistan Field Marshal Asim Munir Jumamosi. Mazungumzo hayo yalijadili matukio ya hivi karibuni ya kikanda, ikiwa ni pamoja na athari za vitendo vya ukatili na vya kuyumbisha amani vya Marekani. Wakati wa mazungumzo hayo, Araghchi ameeleza utayarifu kamili wa Jamhuri ya Kiislamu wa kulinda mamlaka yake ya kitaifa, ardhi yake na usalama, na kujibu kwa dhati kitendo chochote cha uchokozi. Tangu tarehe 7 Aprili, Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi hapa na pale dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran baada ya rais wa nchi hiyo Donald Trump kutangaza usitishaji vita wa upande mmoja katika mzozo wa hivi karibuni wa uchokozi usio na sababu wa Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Sasa pia nikwambie, Marekani imekuwa ikijaribu kuzisaidia meli kukwepa njia ya baharini iliyoainishwa na Jamhuri ya Kiislamu kwa ajili ya kupita salama katika lango bahari la Hormuz, na vikosi vya jeshi la Iran vimelipiza kisasi kwa kushambulia kambi na vituo vya Marekani magharibi mwa Asia, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na jaribio lolote la kupitisha meli katika lango bahari la Hormuz bila ya idhini ya Iran, kwa sababu wao ndio wamiliki halali wa eneo hilo, si Marekani ambaye anaonekana kuwa mvamizi wa eneo hilo. Sasa hayo yakiendelea, ni kutoe kwenye hichi ambacho kinaendelea baina ya Iran na Israeli na Marekani, ambapo yako matamko mbalimbali ambayo Iran imetoa, ikiwemo Iran kuendelea kumshutumu Marekani kwa kuchochea mvutano. Lakini nikwambie tu, kule kwenye eneo la Gaza, Wizara ya Afya Gaza imelaani kile ilichokiita jinai ovu sana iliyofanywa na vikosi vya utawala wa Israeli huko Deir el-Balah, ikisema shambulio la Ijumaa asubuhi lililenga magala ya dawa ya hospitali ya mashahidi wa Al-Aqsa na kuyabomoa kikamilifu mawili kati ya magala hayo. Anasema nguvu ya uharibifu ya makombora yaliyotumika ilisababisha ubomoaji kamili wa magala mawili kati ya manne katika eneo lililolengwa, mbali na kusababisha uharibifu mkubwa kwenye magala mengine mawili, ilieleza taarifa ya wizara hiyo.
Wizara ya Afya Gaza imeendelea kubainisha kuwa shambulio hilo liliharibu pia kituo cha kliniki cha wagonjwa nje cha hospitali hiyo na kusababisha upotevu wa kiwango kikubwa cha vifaa tiba na vya matumizi. Wizara hiyo imehimiza jamii ya kimataifa, mashirika ya Umoja Mataifa na makundi ya kutetea haki za binadamu yaingilie kati mara moja na haraka ili kusimamisha mashambulizi hayo na kutoa ulinzi wa haraka kwa taasisi na wafanyakazi wa tiba. Shambulio hilo la kinyama lilitokea dakika chache tu baada ya jeshi la utawala Kizayuni kutoa amri ya kuwataka watu wahame, na lilizusha hofu na taharuki kwa wagonjwa, watu waliopoteza makazi yao na wakazi wa karibu na hospitali hiyo ya Mashahidi wa Al-Aqsa. Hospitali hiyo ndio kituo pekee cha afya chenye uwezo wa kuchukua idadi kubwa ya wagonjwa na kuwapatia matibabu, japokuwa yenyewe pamoja na vituo vyote vya afya katika ukanda mzima wa Gaza inafanya kazi katika hali na mazingira mabaya sana. Kile ambacho kitaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa Babe wa Kivita.